za saizi wa Tanganyika. Kuna kitu siku ya leo kimenishangaza kidogo, kimenishangaza sana. Ngoja msikie. Kutoka Zanzibar mpaka hapa Kinongwe, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mimi na nyinyi afya njema, na tuwaombee dua wale ndugu zetu ambao wana matatizo hapa na pale. Mwenyezi Mungu awafanyie shufaa ili warudi katika majukumu yao ya kawaida. Nina taarifa, nimearifiwa kwamba tuna makamanda wetu 6 wamekamatwa kwa ajili au wakatuhuma kwamba wanahamasisha maandamano. Nataka niwathibitishie wana Kinongwe na Watanzania wote kwa jumla, Chadema haiandai maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Hayo sio maandamano yetu. Tuviombe vyombo vya ulinzi na usalama wachunguze. Tumewafundisha wakoni zetu wafanye kazi zao kwa weledi. Kauli zetu hazitobadilika. Hatuhusiki na wafirisha kutoka Zanzibar mpaka hapa Kinongwe, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu. Sina tatizo na Chadema kwenye maandamano haya, wote hatuna tatizo nayo. Ni kweli haya maandamano sio Chadema. Swali ni je, ilikuwa was this necessary kutumia platform ya chama kuongea hivi mbele ya wananchi? Yaani hii ilikuwa inampa faida nani? Ndio maandamano si ya Chadema, Chadema wana maandamano yao, lakini ilikuwa inampa faida nani? Na kwa nini utumie platform ya chama kuongea kitu cha namna hii nyakati kama hizi, wakati huu? Timing ya kuongea hicho kitu. Mheshimiwa Heche, wewe ni kiongozi bora sana. Kuwa makini sana na watu wanaotumia platform ya chama kuongea vitu vya namna hii katika nyakati kama hizi. Ukiona wananchi wamekaa kimya hivi, si wajinga, wanasoma mchezo, yani wanasoma ramani. Maandamano haya ni kweli sio ya Chadema. Una haja ya kusimama kwenye kadamnasi kuongea hivi, kwa sababu lugha hii haitofautiani na lugha ya wana CCM wanayosema kataa maandamano. Na wewe unaposimama ukakandamizia msumari kama huu, kama CCM, sijui kama unaelewa, unarudisha nguvu ya maandamano nyuma. Sasa unaweza kulikuwa kuna watu wachache, lakini damage ya hiyo kitu inaenda mbali zaidi. Mheshimiwa Heche, zingatia sana viongozi ulionao. Viongozi wengi tunaheshimu, wewe mwenyewe, kina Mnyika na wengine wote. Hii ni hatari, hii ni hatari sana. Ukisikia mtu anasema sisi tuna maandamano yetu, hayo sio ya kwetu. Swali, je, hayo maandamano yenu mkija kuyaita wananchi? Mimi naishia kwenye mstari huo. Kuwa makini sana na watu wanaotumia platform ya chama. Unaweza ukasema so mimi wala sisi hatuhusiki, lakini mtu anatumia platform ya Chadema, na kwenye vyombo vya habari vimeandika toka jana kwamba Chadema hawahusiki na maandamano. Una haja ya kuambia wananchi maneno hayo? Wewe unakausha mikausho mikali, unapiga kimya ya kuhusu. Una haja ya kupeleka ujumbe kwamba sisi hatuhusiki kwenye maandamano? Kwa sababu unamtangazia nani sasa? Ili weje na kwa faida gani? Kuwa makini sana na viongozi walioko nyuma yako mheshimiwa. Kuwa makini sana. CCM wana mbinu nyingi sana, wanacheza michezo ya hatari sana. Sasa hii unaiona hii, ma-CCM wameichukua hii, wameicheza nayo. Lakini sisi tunaelewa maandamano ni ya wananchi, sio ya chama. Chadema hamuhusiki ndio, lakini una haja kutumia platform. Huu mdomo unakausha. Acha wananchi sisi tufanye mambo yetu.
Wewe ukiona utatupa nguvu, wewe ukiona itakavyokupendezeni sawa, lakini sio yenu, ni ya wananchi. Sasa msitumike kuyafifisha, kuyarudisha nyuma, kwa sababu the judgment day itakuja ambapo utatuhitaji wananchi, utahitaji wananchi hao. Sitaki kuongea zaidi ya hilo, namaliza. Sasa hizi Watanganyika, kuna kitu siku ya leo kimenishangaza kidogo, kimenishangaza sana. Ngoja msikie. Kutoka Zanzibar mpaka hapa Kinongwe, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia mimi na nyinyi afya njema, na tuwaombee dua wale ndugu zetu ambao wana matatizo hapa na pale. Mwenyezi Mungu awafanyie shufaa ili warudi katika majukumu yao ya kawaida. Nina taarifa, nimearifiwa kwamba tuna makamanda wetu 6 wamekamatwa kwa ajili au kwa tuhuma kwamba wanahamasisha maandamano. Nataka niwathibitishie wana Kinongwe na Watanzania wote kwa jumla, Chadema haiandai maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu. Hayo sio maandamano yetu. Tuviombe vyombo vya ulinzi na usalama wachunguze. Tumewafundisha wakoni zetu wafanye kazi zao kwa weledi. Kauli zetu hazitobadilika. Hatuhusiki na wafirisha kutoka Zanzibar mpaka hapa Kinongwe, lakini nimshukuru Mwenyezi Mungu. Sina tatizo na Chadema kwenye maandamano haya, wote hatuna tatizo nayo. Ni kweli haya maandamano sio ya Chadema. Swali ni je, was this necessary kutumia platform ya chama kuongea hivi mbele ya wananchi? Yaani hii ilikuwa inampa faida nani? Ndio maandamano si ya Chadema, Chadema wana maandamano yao, lakini hii ilikuwa inampa faida nani? Na kwa nini utumie platform ya chama kuongea kitu cha namna hii nyakati kama hizi, wakati huu? Timing ya kuongea hicho kitu. Mheshimiwa Heche, wewe ni kiongozi bora sana. Kuwa makini sana na watu wanaotumia platform ya chama kuongea vitu vya namna hii katika nyakati kama hizi. Ukiona wananchi wamekaa kimya hivi, si wajinga, wanasoma mchezo, yani wanasoma ramani. Maandamano haya ni kweli sio ya Chadema. Una haja ya kusimama kwenye kadamnasi kuongea hivi, kwa sababu lugha hii haitofautiani na lugha ya wana CCM wanayosema kataa maandamano. Na wewe unaposimama ukakandamizia msumari kama huu, kama CCM, sijui kama unaelewa, unarudisha nguvu ya maandamano nyuma. Sasa unaweza kulikuwa kuna watu wachache, lakini damage ya hiyo kitu inaenda mbali zaidi. Mheshimiwa Heche, zingatia sana viongozi ulionao. Viongozi wengi tunaheshimu, wewe mwenyewe, kina Mnyika na wengine wote. Hii ni hatari, hii ni hatari sana. Ukisikia mtu anasema sisi tuna maandamano yetu, hayo sio ya kwetu. Swali, je, hayo maandamano yenu mkija kuyaita wananchi? Mimi naishia kwenye mstari huo. Kuwa makini sana na watu wanaotumia platform ya chama. Unaweza ukasema so mimi wala sisi hatuhusiki, lakini mtu anatumia platform ya Chadema, na kwenye vyombo vya habari vimeandika toka jana kwamba Chadema hawahusiki na maandamano. Una haja ya kuambia wananchi maneno hayo? Wewe unakausha mikausho mikali, unapiga kimya ya kuhusu. Una haja ya kupeleka ujumbe kwamba sisi hatuhusiki kwenye maandamano, kwa sababu unamtangazia nani sasa? Ili weje na kwa faida gani? Kuwa makini sana na viongozi walioko nyuma yako mheshimiwa. Kuwa makini sana. CCM wana mbinu nyingi sana,
wanacheza michezo ya hatari sana. Sasa hii unaiona hii CCM wameichukua hii, wameicheza nayo, lakini sisi tunaelewa maandamano ni ya wananchi, sio ya chama. Chadema hamuhusiki ndio, lakini una haja kutumia platform. Huu mdomo unakausha. Acha wananchi sisi tufanye mambo yetu. Wewe ukiona utatupa nguvu, wewe ukiona itakavyokupendezeni sawa, lakini sio yenu, ni ya wananchi. Sasa msitumike kuyafifisha, kuyarudisha nyuma, kwa sababu the judgment day itakuja ambapo tatuhitaji wananchi, tutahitaji wananchi hao. Sitaki kuongea zaidi ya hilo, namaliza.